Kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizotajwa, maandamano ya amani ya kitaifa, kikanda na kitaifa na ushahidi uliowasilishwa mbele ya tume, ni maoni ya tume kuwa kilichotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu hakikuwa maandamano ya amani na hivyo kuwa nje ya kinza ya sheria na kanuni hizo. Isitoshe, tume imepata ushahidi usio wa shaka kwa matukio ya ghasia ya tarehe 29 Oktoba yalipangwa, yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Waratibu walitumia mbinu mbalimbali ikiwemo kuwatumia watu wasio na ufahamu wa kina na vijana waliokata tamaa, huku wakihakikisha kwa vitendo vya ghasia vinafanyika kwa wakati mmoja kufika maeneo tofauti ili kuwachanganya na kutawanya jeshi la polisi. Mheshimiwa Rais, taarifa na ushahidi unathibitisha kuwa watu waliokuwa wakizunguka katika maeneo mbalimbali kama vile mitaani, vyuoni, kwenye masoko na stendi za mabasi wakishawishi na kuwaandikisha watu mbalimbali kushiriki katika ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Mfano, watoto wanaoishi katika mazingira magumu, waendesha pikipiki na wajasiriamali wadogo walieleza kuwa walipewa fedha kati ya shilingi 10,000 hadi shilingi 50,000 ni waliahidiwa ajira na maisha bora. Ilieleza zaidi kuwa kuanzia tarehe 12 Oktoba mwaka 2025 hadi tarehe 28 Oktoba waliwekwa pamoja kupewa mafunzo, kuandaliwa na kuhamasishwa kuwa sehemu ya kuanzisha na kushiriki ghasia siku hiyo. Aidha, ilibainika kuwa makundi yaliyoshawishiwa ndio wahusika zaidi katika ghasia, wakati wahusika wakuu wa ghasia na waratibu hawakuwepo kwenye maeneo ya matukio, hali iliyochangia kwa kasi kikubwa kutokamatwa kwao, huku wengi na waliokamatwa wakiwa na wananchi wa kawaida, wakiwemo wafuata mkumbo au kushawishiwa kwa malipo kidogo au hadi ya kunufaika na mabadiliko yaliyopangwa bila kuwa na uelewa wa malengo halisi ya wahusika wa maandamano. Kuna kijana mmoja Usariva, Arusha, kwa miaka 16 alishawishiwa, alipewa shilingi 50,000 ashiriki, na walimwahidi, na kwa maneno yake walimwahidi watampa shilingi 500,000 akishiriki, na kwa ushahidi wake anasema walinipa mchongo utakaonitoa kwenye umaskini. Huyo ni mmoja tu katika mashahidi ambao wamekuja mbele ya tume kuelezwa namna walivyorubuniwa ili no election. Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka, tumedhamiria uchaguzi hautofanyika, Samia must go, tunataka kuikomboa nchi yetu, hakuna uchaguzi chini ya serikali hii, tunahakikisha nchi haisimami mpaka serikali iondoke, hakutakuwa na uchaguzi bila mabadiliko ya mfumo, serikali hii imepoteza uhalali wa kuongoza nchi, ni lazima shinikizo la wananchi liongeze hadi serikali iondoke, na mchakato na kuwapata wagombea umekuwa taratibu, wagombea sio halali, mchakato urudiwe. Hizo ni baadhi ya kauli. Kundi la
Kundi la tatu la vichocheo lihusu baadhi ya maeneo ya nchi ambapo walikusudia kugombea viti vya udiwani na ubunge. Majina yao yalikatwa kwenye ngazi za juu za vyama, na hivyo wakaona kuwa ghasia zilizokuwa zinafanywa zinawasaidia kudai mabadiliko ya mfumo wa kupata wagombea ndani ya vyama vyao, na wakashiriki chini chini kuhamasisha wafuasi wao kushiriki kwenye ghasia. Lengo la wahusika. Kabla ya kueleza matokeo ya uchunguzi kuhusu lengo la wahusika, niruhusu nieleze kwa kifupi sana kuhusu dhana ya maandamano na matokeo ya uchunguzi wa tume kuhusu kilichodaiwa tarehe 29 Oktoba, endapo kilikuwa ni maandamano au sio maandamano. Dhana ya maandamano ya amani. Kabla ya kuzungumzia lengo la waathirika, matukio yanakuwa yanachunguza ghasia, ni muhimu kupata jibu la swala liliopo wakati na baada ya uchaguzi mkuu kama yalikuwa maandamano ya amani, na hivyo kustahili kinga na utetezi kwa mujibu wa mikataba au sheria za kimataifa, kikanda na kitaifa au la. Majibu ya swala hilo ni muhimu kwa vile baadhi ya wadau ikiwemo watetezi wa haki za binadamu ndani na nje ya nchi bado wanadai kuwa wahusika na haki ya kikatiba kufanya maandamano katika siku hiyo ilikuwepo siku hiyo ya 29 Oktoba. Hivyo tume ilifanya uchambuzi wa mikataba, sheria na kanuni mbalimbali za kimataifa, kikanda na kitaifa kuhusu dhana ya haki ya maandamano ya amani na mipaka yake. Mheshimiwa Rais, maandamano ni miongoni mwa haki za msingi zinazotambuliwa na ibara 21 ya mkataba wa kimataifa kuhusu haki za raia na za kisasa mwaka 1966 uliopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa tarehe 19 Disemba mwaka 1966. Pamoja na mambo mengine, ibara hii inatambua haki ya kukusanyika kwa amani. Aidha, mkataba huu pia unaruhusu serikali kuweka mipaka kwa ajili ya usalama wa taifa, usalama wa umma, afya au maadili ya jamii na kulinda haki za watu wengine. Vile vile, uwekaji wa mipaka ni lazima uzingatie haki ya msingi ya kuishi kama ilivyoainishwa katika ibara 6 inayotaja kuwa kila binadamu ana haki ya asili ya kuishi, pamoja na ibara 21 inatambua wigo na ukomo wa maandamano kama yapo kisheria, kihalali, ulazima, uzingatiwaji wa uwiano na ni lazima kwa ulinzi na usalama wa umma. Kuhusu misingi ya kikanda, haki ya kukusanyika na kuandamana kwa amani imeelezwa katika mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu wa mwaka 1981 na mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa mwaka 1999 kuwa ni haki ya msingi inayotakiwa kulindwa na kuheshimu. Katika mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu wa mwaka 1981, haki ya kusanyika kwa uhuru na amani imetambuliwa na ibara 11, na ibara hiyo imeweka wazi kwa mtu ana haki ya kukusanyika kwa uhuru pamoja na wengine. Aidha, serikali zinaweza kuweka masharti kuhusu haki hiyo kwa ajili ya maslahi ya usalama wa taifa, usalama wa umma, afya, maadili pamoja na haki na uhuru wa watu wengine. Tume ya Afrika ya haki za binadamu na utawala bora pia imeweka mwongozo kuhusu uhuru wa kujumuika na kukusanyika barani Afrika
ulipitishwa mwaka 1917 ili kuilinda haki ya maandamano barani Afrika. Mwongozo huu unazingatia nchi wanachama kuhakikisha maandamano ya amani yanaruhusiwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Wajibu wa serikali ni kuruhusu mijumuiko hiyo iliyobainishwa katika katiba za nchi, na polisi wanapaswa kulinda waandamanaji na matumizi ya nguvu kupita kiasi hayaruhusiwi. Misingi ya kitaifa. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 imeweka haki za msingi za binadamu, ikiwa haki ya kuishi na uhuru wa kukusanyika au kuandamana kama sehemu ya